ya fatwa, miangaza ya fatwa, miangaza ya fatwa, inaletwa kwako na Huda, miangaza ya fatwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan mtazamaji popote pale ulipo. Ni Jumapili nyingine tena ambayo ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapatana katika Al-Huda TV. Bila shaka wajua tena huu ndio mwongozo kwa umma, na pia katika kipindi chako unachokipenda na kukienzi, Miangaza ya Fatwa, kipindi ambacho kinakusafirisha katika msafara wa ilmu na vile vile kukunufaisha kwa mambo ambayo ulikuwa pengine hauyaelewi ama pengine anakuchanganya. Hapa unapata ufafanuzi wa sawa kabisa kuhusiana na mambo hayo. Mimi naitwa Nur Said. Kwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nitakuwa nawe kuanzia sasa, pamoja naye Fadilatul Ustad Mubarak Ahmad ambaye ndiye atakuwa ni mwelekezi wetu ama ni mwalimu wetu katika kipindi cha Miangaza ya Fatwa siku kama hii ya leo. Kwa hivyo kwa moyo mkunjufu na kukaribisha ili tuweze kuwa pamoja. Naam Saidi, karibu sana katika Miangaza ya Fatwa. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wiki jana tulizungumzia athari ya kukaa uchi katika mujtama na katika Uislamu, na alhamdulillah ukatufafanulia kwamba ni miongoni mwa vitimbi vya sheitani kutaka kumvua mtu mavazi yake ili abaki katika hali ambayo ni tatanishi, hali isiyoeleweka, na ukatupa ahadi kwamba leo inshallah utazungumzia mavazi ya Kiislamu. Sasa katika kukosa kukauchi, lazima mtu ajue mavazi ya Kiislamu ni gani, ndipo ajihisi kwamba yupo sawa na yupo katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Ustadh, Uislamu unasemaje kuhusiana na mavazi? Ama nikuulize, mavazi ya Uislamu ndio gani? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ba'd. Baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kwa pamoja tena siku hii ya leo katika Miangaza ya Fatwa. Na kama tulivyotangulia katika kipindi kilichopita kueleza kuwa mavazi ni neema katika neema kubwa tunaamesha nazo Mola Subhanahu wa Ta'ala, na neema kama hii inapigwa vita sana na shetani, na vita hivi ni vya kale, vya zamani, na alienda mbio mpaka akahakikisha amemvua nguo baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Kwa hivyo mbio zile alizoenda wakati ule anakwenda mfano wake na ziada kutuvua na sisi pia. Haimaanishi kwa sisi atatuacha bila kwenda mbio kutaka kutuvua. Yeye pamoja na mawakili wake, yeye pamoja na wasaidizi wake wanaliendea mbio sana hilo. Tukahili tutakuja kuzungumzia inshallah vazi la Muislamu. Vazi la Muislamu ni masala mapana. Kama wakati tutabariki tutalizungumzia lote leo, kama utabariki basi itabidi tuende vipindi kadhaa. Kwa sababu tukisema kuvaa haitobaki katika kinachoingia katika yani suruali, shati, sijui kanzu zile ambazo kwamba tumezoea. Manake kuna kuvaa pete pia, kuna kuvaa kofia, kuna kuvaa kilemba. Kuna vitu ambavyo kwamba vimebuniwa hivi karibuni. Wanawake huvaa mawigi, wengine usuka, ingia katika ahkamu hizo. Lakini vile vile kuna wale ambao kwamba wanavaa kope za kutengeza, wengine wanavaa kucha, wengine wanatia lens. Zote hizi zinaingia katika ahkamu hizo. Na kabla lakini vile vile kuna yale ahkamu ambazo kwamba zafungamana na jenda kiume.
na kuna zile ambazo kwamba zafungamana na jenda ya kike. Na tukizungumzia mavazi haya yanaingia vile vile katika masala ya quality ya kitambara unachovaa, lakini inaingia vile vile katika upande wa rangi, unaona, upande wa size. Zote hizo ni jawani angles mbalimbali katika swala la mavazi. Awali ya yote wacha tumtazame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama mwalimu wetu, role model wetu, kiigizo chetu. Mwenyezi Mungu anatuambia laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Naam, hakika mnacho kiigizo chema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumetufundisha kutuonesha neema kama hii adhimu kutoka kwa Mtume, kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bali katika dhikr ama katika adhkar zake na dua zake Mtume sallallahu alaihi wasallam anazozileta asubuhi na jioni, alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu, Allahumma stur awrati wa amin rawati, katika dua ambazo kwamba akiziomba kila siku. Ya Rabbi, istiri uchi zangu. Maana amdumishie neema ya vazi. Alikuwa anatambua umuhimu wa neema kama hiyo. Wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alikuwa anavaa, lakini alikuwa anavaa nini? Swala linakuja hapa. Tukizungumzia sampuli ya mavazi alikuwa akivaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam amevaa mavazi tofauti. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amevaa hulla, kwa maana izar na rida, nguo ya chini na ya juu. Maana kwa lugha nyingine unaweza kusema kikoi labda, na kama ni Allahumma salli Muhammad, kitu kama fulana hivi labda. Maana ama kitambara cha juu na kitambara cha chini. Na ndio ilikuwa imezoeleka kwa Makureshi wakati huo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile amevaa jubba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa thawb, kanzu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuvaa tu mavazi yaliokuwa katika jamii yake Quraysh kama hiyo hulla. Aliletewa nguo vile vile kutoka kwa Muqawqis, kutoka Masri. Shona akaivaa. Lakini vile vile aliletewa jubba rumia, jubba la Kiroma. Maana lutengezwa likatoka pande za Sham. Akalivaa pia Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiangalia upande wa quality, sampuli ya kitambara, amevaa cotton. Mtume amevaa linen. Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa sufi, maana wool. Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa hata ile inakuja kama kitambara cha nyele. Maana zote amezivaa bi huwa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia rangi, Mtume amevaa white, na ndio alikuwa anaipenda sana rangi ya white. Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa green, Mtume amevaa black. Mtume amevaa paka yenye mistari, yenye mistari ya red, yenye mistari ya green, pia amevaa al-Habib al-Azam sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo amevaa sampuli tofauti za mavazi al-Habib sallallahu alaihi wasallam, na rangi tofauti pia sallallahu alaihi wasallam. Ilikatazwa tu kwa wanaume kama wanavyotaja fuqaha al-mu'asfar na Allahumma salli Muhammad. Kuna hii walikuwa zamani rangi wakiitia ile nguo kwa kupitia kuiroesha na zafarani. Maana sasa ile inapelekea kufanya ile rangi kuwa rangi ya yellowish hivi ama gold hivi, ama rangi ya biriani ile. Unaona, hiyo mwanamume alikatazwa kama wanavyotaja fuqaha katika vitabu vyao. Hiyo golden na nyekundu pia, na si nyekundu yote, kwa sababu Mtume sasa amekuja katika hadithi mara aitu bin dilimmatin samra fi hullatin hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alivaa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile jubba lekundu, na tumesema amevaa nguo ambazo kama zilikuwa na mistari mekundu. Lakini kuna ule kundu karibia rangi biriani ule ndio ulikatazwa, kwamba kutokana na mrihani. Kwa hivyo amevaa rangi mbalimbali Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amevaa quality mbalimbali. Maana
ili asije mtu saizi akakwambia lazima uwe nzito tu kama unaona unaonyesha huna haja na hii dunia unaona ama mwingine aje atake shuhra. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha akasema man labisa thawba shuhra, atakayevaa nguo za kutaka kujulikana ama fakhri na nini siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamdunisha. Lazima mtu awe makini, na huu ni mtihani ambao kwamba tumeonjwa na katika zama zetu. Maana mtu anakuambia brand, kwa hivyo mimi navaa tena mtu anakuambia acha machezo hii sio nguo ya shilingi 2,000-3,000 bwana. Hii ni LV. Maana majina tunaja kuyataja, lakini ni moja katika masaibu ambayo kwamba tumeonjwa na. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa kiasi, kwa maana yani hana nguo nyingi sana hivyo, na akipata nguo mpya punguza zile kwa kabatini. Si kama sisi makabati yetu yamefuriana mpaka yanatapika. Hakuna wengine wanakosa cha kuvaa. Sayyidina Uwais al-Qarani alikuwa akisema kama khutubu Mola Subhanahu wa Ta'ala, yani akitoa zile nguo zake za ziada za nazo, shikamwambia ya Rabbi man mata minhum uriana fala tuakhidni bi. Rabbi atakayefariki kwa kukosa nguo usinichukulie ya Rabbi, mimi nimefanya majuhudi yangu nimetoa. Walikuwa na nguo kiasi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, na anafurahi kimwona mtu anavaa nguo nzuri, anahuzunika. Siku moja amemwona mtu amevaa nguo hivi tu, akamwambia kwani huna uwezo wa kununua nguo nzuri kavaa? Na alipomwona mtu amevaa nguo mpya akamfundisha, akamwambia maneno mazuri, akamwambia ilbis jadida wa ish hamida wa mut shahida. Vaa nguo mpya, maana ishi hamid, kwa ni mwenye kutajwa kwa sifa nzuri, lakini mut shahid, afariki kwa ni shahidi. Mwenyezi Mungu turuzuku shahada sote. Kwa hivyo na sisi tukimwona mtu amevaa nguo mpya ni sunna tumwambie hivyo kama alivyo. Naam, kama alivyoambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine tu kwanza siku hizi maringo siku hizi hiyo ni hasad ustadh. La japo kuna vitu viwili tutakutofautisha, kwa sababu tumetuzungumzia swala la kuvaa kwa shuhra. Naam. Maana kuna mwingine anavaa shuhra na majigambo. Kuna mwingine anavaa mpya. Kuvaa mpya si sharti iwe ni ya majigambo. Na masahaba alifanya wasiwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hata ingia la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqal dharra min al-kibr, hata ingia peponi yule ambaye kwamba katika moyo wake atakuwa na mfano wa dharra kibr. So masahaba alichokifahamu ni kuwa kibri ni kuvaa nguo nzuri. Rasulullah mmoja wetu apenda vae vizuri, akamwambia inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Kisha akawabainishia kibri, akamwambia al-kibru batrul haqqi wa ghabtun nas. Kibri ni kukataa haki, kibri ni kudharau watu. Lakini umevaa mzuri hakuna shida yote, na ndio maana imekuja katika hadithi nyingine, kulu washrabu walbisu, kuleni na munywe na muvae min ghairi sarafin wala makhila. Akatuwekea mipaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyut, akatuambia min ghairi saraf, bila kufanya israfu. Kufanya israfu sasa ni kwenda kununua nguo za ghali sana. Israfu ni kwenda kujaza nguo ambazo kwamba hata huzihitaji wala huzitumii. Maana ghairi sarafin wala makhila, vile vile si wala kufanya kujichukua na kujiona kupitia nguo kama zile. Kwa hivyo asli, kama tulivyosema katika kipindi kilichopita, asli katika mavazi ni ibaha, ni kwa yanafaa. Sawa. طيب, wakati gani lile vazi litakuwa halifai? Hapa sasa maulama wakatuwekea dhawabit. Maana sasa hili vazi la Muislamu lafaa kuwa vipi? Wanasema an la yakshif wala yasif wala yashif. Maana yakshif, an la yakshif wala yashif wala yasif. Maana kuna vitu vitatu hapa. Jambo la kwanza, la yakshif, isidhihirishe.
maana aura yako. Wewe umeambiwa mwanamume tupu yake ni kati ya magoti mpaka kwenye kitovu. Lile vazi halifai kufanya wewe utakuwa ni mwenye kudhihirisha uchi wako. Kwa hivyo kama umevaa kwa mfano kaptula, ama wanaita short, unaona nusu mapaja yanaonekana, haifai. Hata kama wewe uko katika kucheza mpira, kucheza mpira haimaanishi uvae makosa. Na ikiwa kwa mfano jezi ya timu haifiki kwenye magoti, baki tu ndani. Kuna watu ambao kama uvaa socks zile ama chochote kile, ama zile socks wanavuta mpaka na mstiri uchi wako. Chochote ambacho kitapelekea kufanya kashfa. Na tumetaja katika kipindi kilichopita kuwa katika hila alizotumia adui ni kutuletea hizi fashion za kisasa ambazo kwamba zadhihirisha. Kwa hivyo unaletea suruali imekatwa, unaona paja lako linaonekana. Mtume ametumbia al-fakhidhu aura, paja ni uchi. Sasa paja lako linaonekana, hii imefanyika, imepatikana kashfa ndani yake. Tumeambia la yakshif, unaona hilo ni jambo la kwanza. Ina maana paja yote ya mwanamume na mwanamke. Paja la mwanamume pia aura, alifai kuonekana. Naam, alifai kuonekana. Jambo la pili, la yashif. Maana kwa hivyo la yakshif, tunazungumza tu mfano wanaume, kuna mfano wanawake. Unaona, yani mwanamke anaweza kuvaa kwa mfano wajua ndani sisi hatufuatilii sana. Angalia nje. Unaona, lakini sasa yeye nje amekonda akavaa kwa mfano buibui ambayo kwamba ni transparent. Unaona? Na mimi natembea nalo hivyo vilikuwa wazi. Sasa na huku ndani pengine ana nguo mpaka chini ya magoti. Miundi yake inaonekana. Itakuwa imefanya kashfa. Wengine wanavaa short kabisa. Wanavaa short, wengine yani subhanallah, mpate mtu na buibui lakini ndani kitovu wazi na nini. Yote itakuwa ni ya makosa. La yakshif. Pamoja kuwa ndani haimaanishi kwa hafai kuvaa vizuri. Inamaanisha ni mtu atoke tu na bikini avae buibui juu. Kwa sababu njiani kuna kuanguka, kuna ajali, kuna nini. Na kuna wale fi qulubihim marad, wanza kufahamia tu anytime. Na kuna hadithi hata kama ina maneno kwa ulama wa hadithi. Mtume sallallahu alayhi kusema rahimallahu almutasarwilat. Mwenyezi Mungu awarahamu wanawake wenye kuvaa suruali. Haimaanishi yani umevaa suruali nikushika mtoka nayo kutembea. Ndani umevaa suruali. Kwa nini? Kwa sababu semekana litokea tokeo. Mwanamke alianguka kutoka juu ya mnyama, maana nguo yake ikapanda. Kwa hivyo aura yake ikaonekana. Lakini sasa ukiwa umevaa ile suruali itakuwa haionekani. Kwa hivyo umevaa ndani kisha juu yake vaa ile utakachokivaa upate kustiri ule uchi wako, kwa sababu katika safari kutokea na unapokuwa nje ya kutokea. Kwa hivyo la yakshif. Sasa sifanye kashfa. Isiwe itadhihirisha. Unaona? Kote sasa. Wewe umevaa hijabu kwa mfano. Siku hizi tunataka kuiga watu wa Gulf. Unaona? Mtu anakuvalia hijabu paka hapa. Kile kishungi chaonekana. Imefanya kashfa. Imeonesha aura yako. Ama umeiweka nusu. Umeona? Imeonesha aura yako. Kwa hivyo halifai vazi hilo. Jambo la kwanza. La pili, wa an la yashif. Shona? Laweza kuwa halijafunguka, lakini laonesha ndani ni transparent. Ndio tofauti kati ya hivi vitu viwili. La kwanza limefunguka likadhihirisha. Hili lingine limefinika. Lakini ni transparent. Bado inaonekana ndani. Makosa pia. An la yashif. Kisha ya tatu, an la yasif. Lisisifu. Nini maana lisisifu? Lisisifu mwili wake. Maana sasa wewe umevaa lakini limekushika lile vazi mpaka sehemu zako za fitna zote zaonekana. Yani mtu akikuangalia kifua jua vaa bra size gani. Unaona? Akikuangalia sijui huko kwingine anajua wewe sijui figa yako namba ngapi. Kwa lugha unazozitumia wenyewe. Unaona? Limesifu. Halifai kusifu. Unaona? Halifai kusifu. Na hapo kwa kusifu ndo ustadh, kuna maradhi makubwa sasa hivi katika mujitamaa wetu. Mpaka buibui sasa hivi zinasifu Sheikh. Naam. Kwa hatari. Buibui imewekwa kwa ajili ya stara, lakini sasa imewekwa kinyume. Ndo yenye kusifu. Yani ni kama mtu anatembea bila buibui. Bila buibui.
Subhanallah. Yani kwa mavazi ya watu wa zamani ukimwona ile buibui ni pana kwanza. Kabisa. Kwanza uko ndani amevaa vitu kadhaa, amevaa nguo za ndani, akavaa kirinda, sijui akavaa nguo juu. Dera. Mpaka kuja kuvaa ile buibui alafu ni pana. Unaona? Kitambo ilikuwa ni ile kuna ile buibui ilikuwa wanafunga hivi kwa juu kina mama ina kamba hivi. Ndio, ina kamba yake. Siku hizi hazipo. Hizi buibui kando. Kwanza subhanallah lile buibui lenyewe siku hizi watu wanatafana katika mapambo. Ile buibui ambalo kwamba lafaa kwa stara. Utaona limejazwa juu mpaka chini, mapambo. Siku hizi ni habaya. Na ingine inaitwa pashmina. Yani sampuli ni hizo. Lazima kitu ipendeze. Subhanallah. Ni makosa. Maana katika swala la rangi huja manake mara nyingi lazima iwe leusi. Maana leusi ni aula, ni bora zaidi kwa stara. Lakini ikiwa ni rangi nyingine maulama wanatuambia halina tatizo maadamu linastiri. Narudi pale pale. Isiwe ni rangi ambayo kwamba itakuwa inavutia. Maana na maadamu inastiri. Turudi pale pale. An la yakshif, an la yashif, an la yasif. Shona isifunue ikonesha, isiwe transparent vile vile ikonesha ndani, isimshike mpaka ikawa inasifu zile sehemu zake za fitna. Hapa katika kusifu ustadh pia inaweza ni rangi pia inaweza ingia hapo ndani kwa sababu ya mtu anataka yani ya stand out. Tayari ameshadhihirisha, ameshafanya hivi vitu zote lakini bado rangi pia ni ile ya yani lazima mnione. Huo ni mvuto sasa. Haingii katika yasif tunazungumzia hapa. Yasif tumesema maana yake isifu mwili wake. Maana yani inaweza kuonesha huyu saizi ya mguu wake ni gani. Amekuvalia kwa mfano suruali, umeona sio atembea na suruali. Kwa hivyo anayemtazama anajua huyu paja lake ni size gani, unaona kiuno chake size gani, la billah kile kitu. Hiyo ndo maana la yasif. Naam. Lakini hizo zingine tunarudi tena katika katika kuvutia na katika kuathiri yule anayemtazama. Kwa hivyo avae vazi ambalo kwamba litastiri aura yake yote. Na hapa kuna khilafu kati ya maulama, hatuna budi kuitaja. Je, uso unafaa kuonekana ama hufai kuonekana? Maana sisi mu'tamad kwetu ni uso si aura. Maana ni isipokuwa kwa yule ambaye kwamba anafitini. Maana kwa mwanamke ambaye kwamba kabarikiwa uzuri akipita njiani anawapa watu taharuki. Huyu atatekana afunike ule uso wake, umeona, kwa ajili ya kuepusha fitna kwa watu. Lakini viganja viwili vya mkono, umeona, na uso. Hapa tunajisahau mara nyingi tunaona mtu ile buibui linapanda, mikono inaonekana. Mama mwingine anavaa dera anatembea nalo la short sleeves. Siku kuna mpaka backless ustad. Zote hizo zaonekana. Na hii hapa mpaka hapo ustad. Kwa mwanamume iko sawa? Kwa mwanamume si aura. Na kwa mwanamke iko sawa, lakini nataka tuzungumze vitu viwili hapa. Kuna fiqhi na kuna murua. Unaona? Kifiqhi kwa mwanamume hii kuonekana si shida. Si aura kwake. Lakini kiupande wa murua ipendezi. Unaona? Hasa kwa mtu ambaye kwamba ni mtu mwenye cheo, ni mtu mwenye kuheshimika. Maana inakuwa haipendezi. Na kwa wazee wa zamani akaona unaingia katika kibla umvaa short sleeves anakuvuta anakutoa kabisa. Naam. Kwa hivyo na ndio maana Mola akatuambia khudhu zinatakum inda kulli masjid. Chukueni mapambo yenu mnapokwenda katika ibada. Sisi la kusikitisha ukienda kuonana na mkubwa unavaa vizuri sana. Haiwezekani. Hebu niambie kwa mfano leo ambapo bana una meeting na governor ama na waziri ama na yote ule.
alafu utoke na vest ile short sleeves Cool. ama yakata mkono ile umekwenda mikono wazi, hakuna mtu atakwenda namna hiyo, si ndio? Kifu unapokwenda kumkabili Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kwa hivyo kwa mwanamke je? Kwa mwanamke ni aura. Mwanamke haifai kudhihiri kwa wengi sana hapa ni ima kwa kutojua ama kwa mazoea. Mazoea nafikiri. Amekulia ameona watu wavaa madera na mkono mfupi na ameendelea amevaa. Watu wengi huhisi kwamba hapa lala ni uchi. Haina fitna. Ni uchi. Ni uchi. Yaani hata miguu pia ni uchi. Haifai kuonekana. Ala. Naam. Miguu ni uchi, kinachofaa kuonekana ni kiganja cha mkono peke yake na uso. Na uso wenyewe pia una mipaka. Unaona? Yaani kutoka hapa mpaka chini ya kidevu hapo. Maana sasa kuna mwingine hukuvalia ile hijabu hivi ama akaichukua akaika nyuma ya masikio hivi. Umeona sio huku shingo inaonekana huku ama nyele za ubavuni huku zinaonekana. Yote hiyo ni makosa. Kwa hivyo uso shona kutoka shahm ya sikio mpaka shahm ya sikio, shona kile kiwango ambacho kwamba ni cha kuosha uso katika udhu, unaona huo unaweza kuonekana kwa mwanamke. Unaona, na kuonekana tu, maana kuna swala lingine hapa. Je, kwenda kupaka makeup akatoka nayo, unaona makosa pia. Kwenda ukajipamba ukatembea njiani kila mmoja anakuona. Naam, itakuwa si sawa, ni makosa. Kwa hivyo uso, viganja marhaba. Mbali na hapo itakuwa sio sawa. Na tukirudi nataka tuchukue mapumziko mafupi Ustadh. Umesema katika nitasema vipi, kwetu sisi mashafi hiyo ni sawa. Je, katika madhhab zingine itakuwaje? Utatueleza tutakaporejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, tupo katika miangaza ya fatwa ambapo leo tunazungumzia mavazi ya Kiislamu, na ninavyoona mada hii ni pana. Ina maana tutachukua vipindi kadhaa ili tuweze kumaliza, hasa wakati huu ambapo tuko katika trends za hatari. Kila Idi unaona kuna designs zinakuja, na sisi Waislamu we jump into it either knowingly or unknowingly. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua. Ukiwa unataka kuuliza maswali, nambari zetu za simu za SMS, that is WhatsApp, utatuma kwa 0703689534. That is 0703689534, na yote hayo ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Usende mbali.
kuitwa kwako na huda, miangaza ya fatwa. Karibu tena mtazamaji katika awamu ya pili na ya mwisho katika kipindi cha miangaza ya fatwa. Leo tunaangazia mavazi ya Kiislamu. Waislamu sisi tunafaa kuvaa vipi, na je, ni sawa sisi kukopi watu katika mavazi yao? Kama ulifuatilia kipindi tangu mwanzo, basi ulipata majibu hayo, lakini bado tunazidi kuweka sawa namna unavyofaa kuvaa kama Muislamu. Na kabla ya kwenda katika mapumziko, al-ustadh alikuwa anafafanua kuhusiana na uchi ama sehemu ambazo zinafaa kuonekana. Akasema katika madhhabi yetu sisi Mashafii, uso na vitanga havina shaka ndani yake. Lakini je, Saidi, katika madhhab zingine kuna shaka ndani yake kwamba uso na vitanga kidogo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala nabii Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu ba'd. Acha nirudie ibara tena. Naam. Mu'tamad katika madhhabi yetu. Naam. Madhhabi ya Imam Shafi, utapata kuna kauli mbili. Hata madhhabi zingine unaweza kuwa na kauli zaidi ya moja. So ile kauli yenye nguvu, yenye kutegemewa, yenye kufanywa kazi katika madhhab, maana mu'tamad ni kwa uso si aura. Ina maana kuna kauli ya pili ambayo kwamba inasema uso ni aura, maana. Lakini vile vile madhhabi ya Imam Abu Hanifa na madhhabi ya Imam Malik wanaunga hivyo hivyo kwa uso si aura. Madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal ndo wanasema uso ni aura. Kwa hivyo jamhuri ya fuqaha, asilimia kubwa ya fuqaha wanasema uso si aura. Naam. Ustadh, umetaja pia tulipokuwa tunakwenda mapumziko hii sehemu ya mkono na miguu. Na mimi nishaona sehemu nyingi kwamba wanawake wanaswali na hizo dera ulizosema kwamba ziko mkono mtupu, pengine ana leso yake, lakini katika kushika udhu anafunua na anakwenda anaswali hivyo. Na miguu pia, sijui hukumu ya miguu ni vipi, ama kama kuna pahali inafaa kuonekana ni wapi kwa mwanamke? Tumerudia tena kusema mwili wake wote ni aura isipokuwa viganja vya mkono na uso. Tumetaja mguu, hatujataja. Kwa hivyo ni aura. Kwa hivyo lazima, unajua mtu anaweza kuonesha ule mguu haufai kuonekana katika swala. Ule mguu kidhihiri kwenye swala yake haisihi. Ala. Hapa nakosea wengi sana. Na si swala tu, sengine unakwenda katika ibada ya umra, unakuwa katika tawaf. Pale katika tawaf utakana ustiri aura yako pia. Unapata mtu anafanya tawaf hajavaa socks. Maana sio. Kwa lazima awe makini mwanamke astiri, ima kwa kuvaa kitu ama ile nguo yake iwe ni kubwa, kwa sababu sunna aslan kwa nguo ya kike iwe itazidi. Maana si kama wanaume sunna ni iwe juu ya macho ya mguu. Isbal. Unaona, isiwe na isbal. Isiwe ikiwa na isbal afwan, ikipita macho ya miguu na ikawa ni kwa kiburi, haramu moja kwa moja. Ikipita macho miguu na si kwa kiburi, ni makruh. Maana kwa madhhabi yetu. Lakini kwa mwanamke kila ikiongezeka ni aula zaidi. Maana kila kwa sababu ina mstiri. Kwa hivyo kama nguo yake itakuwa ni ndefu sana, miguu haionekani katika swala, iko sawa. La anahofia avae kitu kama ni socks ama chochote ili sidhihiri. Na mikono vile vile. Awe makini sana mwanamke wa Kiislamu. Maana swala yake itakuwa haisihi ikiwa inadhihiri mikono yake katika swala. Naam. Naam, salamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali zenu? Salama, alhamdulillah. Mama Omari, karibu katika kipindi. Alhamdulillah, mpe mwanangu salamu sana. Ameipokea. Na leo mimi niko na swali kuulizia upande ya kina mama wale wanafunga kanga moja chini, kanga moja juu. Hayo ni katika mavazi ya Kiislamu. Okay. Alafu wengine wanavaa dera na mtandio nyepesi, alafu namkuta msikitini ukimwambia inataka ujistiri vizuri, uvae socks, anakwambia wewe ni ustadhi, huyo ni shekhati. Lakini mimi sichoki kuwaambia.
kanga mtu anabana hivi, kanga zenyewe ziko na maandishi ambayo ni ya kutatanisha. Wengine kanga ziko na ndege ama pengine picha ya watu. Ukiwaambia hii si vizuri, wamama wanakukasirikia. Sasa naomba shekhe atufafanulie hapo, sisi kina mama tupate elimu kwake na sisi tunufaishe wengine insha Allah. Na watakia kheri, na watakia Allah wazidishie hikma, na hii Al-Huda iendelee kwa sababu inatuelimisha na sisi tunaelimisha wengine insha Allah. Allah wahifadhi. Amen. Shukran sana Mama Omari kutoka Kisumu. Mwenyezi Mungu akuzidishie na wewe uzidi kutufuatilia inshallah. Na Ustadh, umesikia mambo ya kanga? Mambo ya kanga ni msiba. Mipasho humo na kanga ndo leso na nini. Ndo status ya zamani. Siku hizi watu wakitaka kupigilizana weka status. Anaweka status. Zamani waliana kanga. Na ujumbe mzito ndani yake. Naam. Haipendezi hata tunapokwenda katika swala la ibada, ndio kabisa, kwa sababu namshughulisha yule yuko nyuma yako katika ibada. Mbali na kumshughulisha wewe mwenyewe, si heshima kuingia katika ibada katika hali kama hiyo. Yaani unakwenda kusoma mbele ya Mola wako na huku umevaa nguo yenye kupigiliza. Maana sio. Lakini pia kuivaa, kutembea nayo. Yaani zipo kanga ambazo kwamba zina maneno ya hikma mazuri. Maana ndugu ni kufaana, si kufanana, vitu kama hivyo. Lakini si maneno machafu ama maneno ambayo kwamba itakuwa ni ya kupigilizana. Itakuwa si sawa. Na hili swala aliko kwa kanga peke yake, wala aliko kwa wanawake peke yake. Kwetu pia. Naam. Kuna yule ambaye kwamba anavaa kwa kujua, kuna ambaye kwamba havai kwa kujua, hajui. Yaani kwa mfano imeandikwa kwa lugha ambayo kwamba haitambui. Unajua mtu ameona tu fulana nzuri, maana t-shirt nzuri, akaenda akainunua, pengine imeandikwa maneno ya Kifaransa na hajui Kifaransa. Kumbe maneno yenyewe sema mimi punda. Azunguka huko juu tukana. Kweli. Umeona? Mwingine sasa fulana na katika mtandao siku hiyo atembea na t-shirt imeandikwa mimi napenda ngono ama sijui shana. Maneno kama hayo kwamba ama shemeji ni mboga. Shana astaghfirullah, ndio maneno ya ukosefu wa adabu na heshima. Kwa hivyo mwingine anafanya kwa kujua, mwingine anafanya hajui. Fahamu pengine ile lugha. Kwa makini, epuka nguo ambazo kwamba zitakuwa zinaandikwa maandishi ama zilizochorwa picha, hazifai kabisa, ni haramu. Na sisi pia Ustadh, wanaume, mtu anapiga jezi ya timu fulani na ameweka jina ya pengine Cristiano hapo nyuma. Vipi? Kuweka jina Cristiano sahali. Kuna mwingine anaenda kuandika jina Muhammad, Abdullah. Mimi naona Muhammad ndio inafaa. La. Okay, upande wa heshima kwa umeandika jina la mtumi, kadhia nyingine. Mimi siko katika angolio. Ile nguo itatupwa katika ndoo ya nguo chafu. Chana. Ile nguo itakwenda iendeka ikasuko katika kuoshwa na jina ya Muhammad. Shona yani itakuwa si heshima. Maana si makamu ya lile jina. Kwa hivyo kuepuka majina yenye majina ya Mungu, majina ya mitumi ni aula zaidi. Mtu akiandika jina lake kama halina jina la Mungu, unasema Abdullah, Abdurrahman, tayari kuna jina la Mungu ndani. Maana sio itakuwa ni aula kuliepuka. Kama jina lako halina hayo, waweza ukaandika. Kuandika kama ulivyo umetaja, sijui ni Cristiano, ni Messi, nani katika Messi, Yamal. Umeona? Ni kuonesha taaluk, mafungamano na wachezaji na mapenzi wao. Umeona? Kama umeandika lakini unatumia kwenda kuchezea, sija nao kuswali. Umeona? Yaani usimshughulishe yule aliyeko nyuma yako katika ibada na maandishi katika nguo yako. Hata tujazungumzia wewe aslan kwenda kuswali na jezi. Sidhani, turudi katika mfano tuliotaja mwanzo. Wewe umeitwa na waziri, atuvae jezi uende kukutana na waziri.
Si rahisi, labda iwe umeitwa labda kama timu ya mpira, umeona mmekwenda kwa sifa yenu kama timu, lakini si rahisi mtu official alafu amevaa sapulio. Sasa unakuja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu alafu umevaa, alafu utapata zingine jezi bendera ni msalaba ustad, na wengine hawajui. Kama timu ya Portugal ndio ni msalaba, Switzerland ni msalaba, Brazil ile ni swala lingine, ni katika makosa ya kuvaa, katika makosa ya mambo kwamba hayafai katika mavazi ni kuvaa mavazi yenye ishara ya kiakida. Unaona sawa, hiyo ni ishara hiyo ya akida ya Kinasara, ama ni ishara hizi za kimasonia, Freemason, unaona ishara ya jicho, sijui ishara hizi mbalimbali ambazo zinaonekana. Unaona kuna mmoja alikuwa anaeleza, niambia kuna bwana kwa sababu kampuni ya wanaoabudu masanamu wasitaji jina imempa kazi ya transport, basi amekwenda kuandika ile sijui mimaini ile wanaandika kwenye yani astaghfirullah aladin, wale wanaitabiri jina la Mungu wangu kwa sanamu. Wewe muumini unafanya kwa sababu mpewa tenda tu tayari ushakwenda kufanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo tofaa kwa makini sana upande. Anasema Aisha Nasibo, alaikum salaam warahmatullah, asante sana ustadh kwa mafunzo mazuri. Salim, asante sana. Anasema mwanamke ni stara siku zote, kuna tofauti kubwa sana kati ya kujistiri na kuvaa. Halal Market anasema asalamu alaikum, katika michezo au kazi hukumu hizi za mavazi zitafuata ama? Na bila shaka. Hapo tunakuja sasa katika masala ya uniform. Umeona? Wewe umekwenda kwa mfano umeingia katika jeshi, ni polisi, ama umekwenda katika kampuni, kuna dress code. Unaona kwa mfano unavaa shati leupe na suruali nyeusi, ama vote vile takavyokuwa. Unaona? Lazima itabikisha yale mambo matatu tuliozungumzia, la yakshif, la yashif, la yasif. Unaona? Unkwenda pale wewe kwa mfano dress code yao ni vae mkono mfupi, makosa. Unaona? Taiben sipovaa hivyo utafutwa kazi, naenda kutafuta kazi nyingine. Lakini huwezi kubaki katika kazi ambayo kwamba una maasi Mungu ndani yake. Unaona sio? Ama wewe sharti ni uvae kushike. Unaona? Zionekane sehemu zako za fitna, pia makosa. Ama uende ukae kichwa wazi. Unaona? Makosa. Lazima zizingatiwe hizi. Okay. Hata kama ni dress code ya kazi pale ulipo nao. 0703689534 ndizo nambari za ujumbe mfupi. Ikiwa unataka kupiga simu ni 0742888830. Mtazamaji popote pale unapoendelea kutusikiliza na kutufuatilia. Anasema asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, miangazi ya fatwa mashaallah, tunapata faida kubwa sana. Swali langu katika mavazi, nyumba tunaoishi baba na mama na watoto wake, je, kujistiri kwao ni kwa namna gani? Kuonekana mikono, miguu, labda shingo, ikiwa ni watu wa familia moja? Swala zuri hili. Sasa tukizungumzia aura kati ya mahali. Dakika moja ustad. Asalamu alaykum. Ameenda. Naam ustad. Sisi tunazungumzia watu wa nje. Tunazungumzia uchi kwa mahali. Unaona? Mtu mbele ya babake, mbele ya ndugu yake, anaweza kaa kichwa wazi, shingo wazi, hazina neno. Hafai tu kuonekana kati ya kitovu na magoti. Lakini hata kama ni muundi, shona mguu wazi, anaweza kukaa yuko mbele ya ndugu zake, yuko mbele maharimu zake, ni wajomba, maami, wazazi. Na kuna umri specific ama anytime? Mtoto mlevu ndivyo kuwavyo. Mwingine kuambia bana joto kali, mvalishe tu kitu kepesi hivi, akiwa mkubwa ndio utamvisha. Hukumzoesha kutoka mdogo, itakuwa hatari. Na ustadh, katika tuangalie nyumbani pale, ndugu na dada. Umesema anaweza kukaa kichwa wazi, lakini akiwa pengine ni mtu mkubwa kabisa, ashakuwa pengine anaelekea kuolewa kabisa, na pia inakuwaje hapa? Kwa mbele ya ndugu zake?
Hakuna, yuko mbele ndugu zake, hata kama ashaolewa, hata kama ni mzee, hata kama hakuna wasiwasi. Naam. Okay. Hana wajibu wa kufunika kichwa wala shingo wala. Okay. Anauliza mwingine, hukumu ya wachezaji kuvaa bukta. Bukta ni short. Bukta ni short. Hali ya kuwa mapaja yapo wazi. Haram. Na huyu yuko kazini. Ustadhi, utafakari hilo. Na ndio tunaona tumesema kwa kazini haikuhalalishi. Nadhani tulikutaja mfano kabla hapo. Yule bwana akichezea timu ya pombe. Alipoambiwa akasema tutafuteni timu ya tende. Tuko na majibu. Kwa kadhia kuwa uko kazini haimaanishi uhalalishe haramu. Na tumetoa kuna njia zaidi ya moja. Unaweza kuvaa stockings, umeona? Unaweza kuvaa tight ile ndefu mpaka kwenye magoti, kisha kavaa hiyo bukta juu. La umekatazwa na si rahisi kusema ati timu itakukataza, maana. Lakini leo umekatazwa yote hayo, achana nayo. Ndio siku hizi system zimekuja nyingi tu, hata ukiangalia wachezaji wa Islamu kwa makini, magoti hayaonekani. Kuna namna ambavyo wanafanya. Na ustadh, sasa tunakuja hapo kwa michezo, lakini ni wanawake. Halafu hapo kwa michezo unapata ule physio ni mwanamume katika timu ya wanawake ama ni mwanamke katika timu ya wanaume. Train. Katika maswaibu. Kisha namshika kiuno. Tena vizuri sana. Alafu ni mtu amemwacha mke wake kwenda huko. Na anajua ni mtrain mwanamume. Katika maswaibu ya zama zetu kukosa ghira. Maana sio makosa. Kwanza gender tofauti. Kutu nyingine ikiwa kuna kupatikana khalwa, kukaa chemba, ama ikiwa kuna kugusana sana, kuna kwenda makosa moja kwa moja. Ama ikiwa ni katika michezo ya wanawake, wanaweza kufanya mchezo na wanaweza kufanya michezo, lakini masharti ni yale. Lazima jistiri mwili wake wote. Naam, fai kuonekana kutoka kichwa mpaka uso peke yake na viganja. Amejistiri vizuri kwa nguo ambazo kwamba hazijamshika, naweza kucheza. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana, nani mwenzetu, uko wapi? Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yusufu kutoka Likoni, Mdudu. Swali lako? Halo? Swali lako? Nauliza ustadhi, vipi mwanaume kuingia msikitini? Nauliza. Halo? Nauliza swali ustadhi, vipi mwanaume kuingia msikitini na shoti kuswalia? Okay. Sawa. Naam, ustadh anauliza vipi mwanamume kuingia msikitini na short kuswali. Hapo vipi mwanamume kuingia msikitini na vest kuswali? Nimeongezea. Zamani, siku hizi sioni sana, lakini zamani tukikulia misikiti mingi ukienda nyuma mlango pale kwa vikoi. Umeona? Kwa ile ambayo kwamba nkuja na short kwa mfano anavaa kile kikoi. Siku hizo taiba. Na upande wake kuna kwa leso. Umeona? Si sana kuziona siku hizi, pengine kuna baadhi ya maeneo bado zipo. Haifai kuswali kwa sababu haifai kuswali na short kwa sababu swala katika masharti ya swala ni kustiri uchi na paja ni uchi. Haifai kustiri, haifai kuswali na short. Haipendezi ama ni makruh kuswali na vest. Siwezi kusema ni haramu. Maana lakini si heshima huko mbele ya Mwenyezi Mungu alifumba hivyo. Kwa sababu vest itadhihirisha ni mabega kwa mfano na mikono. Mabega na mikono si uchi. Maana lakini si heshima kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu katika shakli hiyo. Tabi imempata sehemu ambapo kwamba hana vazi lingine. Maana yuko sehemu ana short tu. Maulama wanasema atavaa kwa ajili ya kuhifadhi wakati. Kwa sababu inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Maana swala ni faradhi ile kwa wakati. Kwa hivyo atafaa ataswali kuchunga ule wakati, lakini kisha baadaye akishapata nguo atairudia swala kama ile. Na si short tu,
hata kama huna nguo kabisa, swala wewe lazima uswali. Alafu takidhi. Naam, na ndio maana mafuka hata hutaja swala ya wasiokuwa na nguo. Yaani mpatikana sehemu kwa mfano na mashifta kutoa turuk, wakaibia kila kitu mpaka nguo mlizovaa, wakabakisha hivyo mlivyo uchi wa mnyama. Nifika wakati wa swala, hamtaswali, taswali. Lakini nakwambia imamu hatangulii mbele. Watakuwa wote katika safu pamoja. Msianze kutupiana. Asalamu alaykum. Ametoweka huyo ustadh. Nasema asalamu alaykum, vipi kuhusu mavazi ya siku hizi, ziwe dera au hata abaya, zote zatengezwa transparent, iwe vipi sasa? Ikiwa transparent ni haramu moja kwa moja, isipokuwa kama amevaa kitu ndani sasa ambapo kwamba hakitaonesha sasa mwili wake ndani. Okay. Ustadh mwingine anasema okay. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu, nani mwenzetu, kwa wapi? Jina lako, tueleze uko maeneo gani? Niko Mombasa. Haya, swali lako. Swali lako. Nilikuwa nauliza kama wewe ni Mkristo, sasa unataka kuslimu, waslimwaje? Wewe ni Mkristo, unataka kusilimu? Mimi ni Mkristo lakini nasikia haya mawaidha ya Uislamu. Haya, ustadh. Dada yuko kwa line ama ashaenda? Bado yuko kwa line ama ameenda ustadh? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpe thabati yeye katika swala kama hilo, mruzuku shahada, na wale wengine ambao kwamba vile vile wanatufuatilia na wanataka kujiunga, wanakaribishwa sana katika Uislamu. Nafikiri anapiga tena. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Okay, umetoweka. Na tutamuhusia aende sehemu ya karibu na yeye, sawa ni chuo ama ni msikiti, akutane na kiongozi pale, ni imamu, ni mwalimu, atamtamkisha shahada. Inshallah. Lidhani atakuwa bado yuko katika line. Tungemtamkisha hapa tu shahada. Uzuri kwa Mombasa anaweza tu. Unajua hii ni nafsi na sasa ni usiku. Anaweza kuambia tutasubiri kesho. Mwenyezi Mungu ampe umri na afya. Lakini roho yake ikitoka kama leo, hatari. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Ipi hali yako? Alhamdulillah, bikhair. Asalamu alaykum. Na mnapotupigia simu, min fadlikum, inshallah jaribu sana kupunguza sauti ya TV ama mute it, ndio tutaweza kuelewana. Anasema ustadh, je, mwanamke akiswali peke yake lazima ajistiri kama ulivyosema? Lazima. Kujistiri ni moja katika masharti ya swala. Okay. Haimaanishi uko mbele ya mtu ama huko mbele ya mtu. Naam. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Okay. Na ustadh ameuliza swali hapa, nilikuwa nimechukua simu kwamba kuna wale ambao huswali alafu akirukuu akisujudu huku mgongo inaonekana kwa sababu ile shati aliyovaa ni fupi. Huyu vipi hukumia swala yake? Wengi sana swala yake inabatilika. Na maana yake ni uchi umeonekana. Kwa kujua na kwa kutojua. Katika kuna kitu kinaitwa ilmu alwajib. Elimu ya lazima. Kutojua huna udhuru. Ni lazima wewe ujue. Kwa kiwango fulani lazima usome kiwango cha kutekeleza ibada yako na kumjua Mola wako. Sasa kama mtu hakusoma hana udhuru, lazima asome. Na tuchukue simu ya mwisho. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Na kama kuna jezi yako umeandika hapo subra inaruhusiwa, na vipi hizi gari zenye wanakoga umeandika maaya kama nini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, aya zingine za kupatia watu, za kulingania watu, unaweza tukua jezi uandike subra, ama gari yako uandike hasbiyallahu wa ni'mal wakil, inaruhusiwa ama? Swala nzuri sana. Na kwa hakika subhanallah tulikuwa tulijadili
na ndugu yangu Said Abdul Latif hivi karibuni. Hata tukasema tutaliandalia khutbatul Jumaa sawa. Maana katika masaiba makubwa ni hivyo. Yaani umekuja kwa mfano unapanda bodaboda. Kisha imeandikwa kwa mfano pale unapokaa in God we trust. Shana. Unajisi namkaliaje Mungu. Unaona? Ama kuna haya malori. Huku nyuma wanakuwa na ule mpira. Uningania ule. Kisha mtu anakuja kuandikia pale aya majina la Mungu. Shona. Ule mpira ugusa chini. Shona kwenye bumps ugusa ingia uchafu na nini. Shona. Sisi tumeambiwa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Shona. Zataka kuadhimishwa haya matukufu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa sehemu yoyote ambayo kwamba wengine naika sehemu ambayo kwamba nakanyaga pale kipanda juu ile drive. Unaona? Sehemu yoyote ambayo kwamba itaandikwa itakuwa inapata ihana. Unaona? Inadhalilika na kosea heshima. Aya kama ile ama mdhikri kama ile itakuwa haifai moja kwa moja. Okay. Na kuandika umeandika usiende kusali nayo, usimshughulishe mtu. Umeandika subra sawa. Si subra tu. Kuna risala ambazo kama tutaweza kuzifikisha sisi kwa kupitia maandishi. Maana yani kwa mfano msimu wa mazazi ya Mtume na karibia kuja, maana kuna hadithi zile fupi ambazo kwamba zina risala nzito hasa kwa wale wasiomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zilizochapishwa kwenye fulana kwa mfano t-shirt zikachapishwa na watu kwa mfano wakasimama kwenye milango ya malls ama popote pale njiani kufikisha ile risala kwa wakati unakwenda kuswali wewe usiswali nayo ikamtatiza yule aliye nyuma yako. Okay. Anasema kama mtu amevalia trouser ama dress ndani lakini yaonyesha shape yako kwa kiwango fulani. Nafikiri ustadh ametaja mara kadhaa bado ni haramu. Na ustadh, tupe nasaha yako ya leo kwa sababu muda umekatika. Na nafikiri mada hatujakamilisha. Mada itabidi tuiendeleze. Tutakuja inshallah katika jawani zilizobaki na hasa katika hivi vitu vya mapambo sasa. Adornments. Kuna hivi vya kisasa vilozuka. Sije kuvaa kucha za ziada, kuvaa nyosi, kope, umeona? Makeup zile zinakaa kama ukuta ustadh. Lens, kuvaa pete, kuvaa kofia, wigi na nini na hayo mengine. Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya tutakuja kumalizia inshallah katika kipindi kitakacho kujia inshallah. Tukimalizia ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwa Mola subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyetuumba na yeye ndiye anayetujua zaidi. La ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Yeye ndiye anayetujua zaidi na yeye ni hakim. Na kila sheria anaiweka kwa hikma yake. Kwa Mola subhanahu wa ta'ala anapotuambia tuvae, tujistiri, ni kwa hikma aliyoiweka mwenyewe katika vazi kama lile. Sisi tunapokuja tukaenda kinyume ama tukaona labda tunajua zaidi kuliko yule ambaye kwamba ametuumba, ndipo pale tunapinda, ndipo pale tunaingia katika fitna, ndipo pale tunaingia katika dhambi. Kwa hivyo tutakapojua kuwa Mola subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kujistiri, ametuamrisha kuvaa mavazi stara, basi ni wajibu kwetu kuitikia wito wake na kufuata amri yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, mtazamaji, basi kila tunapoanza kipindi mimi hukwambia ukumbi huu ni wa wewe kupata elimu na kupata upambanuzi wa mambo ambayo yanakupa mashakil, yanakupa mashaka, na alhamdulillah Doktor anafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba unafaidi. Na hakika ikiwa unaifuatilia miangaza ya fatwa kwa umakini, kalamu na karatasi na kuandika, basi tutakupa cheti. Tavia ustadha kupe cheti, maana utakuwa uko class na utakuwa umepata mengi ambayo na wewe pia unaweza kumfaidisha mwingine. Kama anavyosema Mama Omari, mafunzo mengi anayopata katika miangaza ya fatwa huwa anawapelekea wamama ustadha. Maana kila siku ya Jumamosi wana durus
za waliosilimu katika msikiti wa Railways pale, wanawapelekea risala hizi ambazo wanazipata hapo. Kwa hivyo itabidi umpe ijaza. Allah mhifadhi mama yetu inshallah. Shukrani sana mtazamaji, tutaendelea Jumapili ijayo kuangalia mapambo ambayo yanaruhusiwa katika Uislamu na yale ambayo hayaruhusiwi. Kwa hivyo inshallah, kwa sasa najua wengi wako na jeke la kwenda kuangalia fainali ya kombe la dunia. Fadhali ishe bwana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.